Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka zoezi la nchi ya Marekani limekuwa likiendelea katika sehemu ya Ghuba ya Oman, eneo ambalo ni mbele kidogo na ya mlango bahari wa Hormuz. Movement ya nchi ya Marekani inabeba umuhimu wa namna yake kwa kuzingatia kwamba inahitaji kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz maana yake ni sehemu ya uhai wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa maana kwamba bezi za nchi ya Marekani haziwezi kuwa na kazi kama haina mlango bahari wa Hormuz, au mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa nchi nyingine. Lakini vile vile biashara za eneo la Mashariki ya Kati katika upande wa matumizi ya pesa yake bado linategemea sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo movement hii ambayo Marekani wanajaribu kuifanya ni sehemu ya kuhakikisha uhai wao katika eneo la Mashariki ya Kati unaendelea kuwepo, hata kama watakuwa wana sehemu ya udhibiti wa sehemu ya hazina ya mafuta na gesi katika maeneo mbalimbali duniani, lakini eneo la Mashariki ya Kati maana yake ni eneo ambalo linabeba umuhimu wa namna yake. Kwa hivi sasa lililokuwa la muhimu zaidi ni kutazama namna gani nchi ya Marekani inaweza ikafanikiwa au inaweza isifanikiwe katika mpango wake. Dalili nyingi zinaashiria kwamba Marekani inawezekana isifanikiwe katika mpango wake, na yako mambo mengi tunajaribu kuyatazama na kuona kwamba hilo bila shaka ni jambo ambalo linaweza likajitokeza, kama sio leo basi siku kadhaa hapo mbele. Kwanza kabisa ni kutokana na diplomatic pressure ya kidiplomasia kutoka kwa jamaa wa karibu wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa nizungumzia nchi ya Saudi Arabia. Moja katika jumbe ambazo zimekuwa zikitumwa na serikali ya Saudi Arabia kutoka kwa Mohammed bin Salman na viongozi wengine kuelekea katika nchi ya Marekani ni kwamba kufanya blockade nyingine mbele ya blockade iliyowekwa na nchi ya Iran. Maanake hilo linaweza kuichochea kundi la Houthi, nao wakaamua kufunga sehemu ya Babu al-Mandab, na movement hiyo au uhakika wa hilo ambalo linazungumzwa na Saudi Arabia linaweza likaakisiwa na movement ya sehemu ya meli za kijeshi za nchi ya Marekani ambao zinaonekana zimebadilisha uelekeo. Maana zinakuja katika sehemu ya Ghuba ya Oman, maeneo kama yale au maeneo ya Arabian Sea, lakini kwa kawaida huwa lazima zipite katika sehemu ya sehemu ya Gibraltar, mlango bahari wa Gibraltar ambao unapatikana upande wa kaskazini mwa Afrika katika nchi kama za Morocco, baina ya nchi ya Morocco na nchi ya Spain. Katikati yake inapatikana mlango bahari wa Gibraltar. Kwa hiyo kwa kawaida kutoka katika nchi ya Marekani huvuka katika bahari ya Atlantic ikapita katika sehemu ya Gibraltar na kisha huja katika Suez Canal na kuteremka kuelekea katika Babu al-Mandab na kisha kwenda katika sehemu ya Arabian Sea au katika sehemu ya Ghuba ya Oman. Lakini kinachoonekana kwa hivi sasa, meli za nchi ya Marekani zimelazimika kupita katika upande wa magharibi mwa bara la Afrika, kushuka chini ili ziweze kupita Afrika Kusini katika rasi ya Tumaini Jema au ile Cape of Good Hope wanaita kwa Kiingereza, na kisha zipite katika bahari ya Hindi kuelekea katika Ghuba ya Oman. Ni jambo ambalo linaonyesha udhaifu kwa kiwango fulani kwa nchi ya Marekani, nchi ambayo inafahamika kwamba ina uwezo mkubwa wa kijeshi, lakini vile vile ile jeshi lake la Navy lina nguvu, lakini limelazimika kuweza kubadilisha hiyo direction kwa sababu ya mazingira hatarishi ambayo yanaweza kujitokeza wakati wowote wakiwa katika safari kupita katika sehemu ya Red Sea. Kwa hiyo kuepuka hilo, maana yake wamelazimika kupita katika upande wa magharibi mwa bara la Afrika. Hili maana yake inawezekana likawa linaendana na sehemu ya hofu ambayo inatoka katika nchi ya Saudi Arabia kwenda katika nchi ya Marekani.
Kwa hivyo pamekuwa kuna pressure kama hizo za kidiplomasia, ukiachilia mbali matarajio ambayo yamekuwa kizungumzwa hasa kutoka katika nchi ya Pakistan ya uwezekano wa kufanyika kikao kingine katika siku za usoni baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Kufanyika kwa kikao kingine katika siku za usoni maana yake kunaashiria kwamba zoezi hili vile vile la nchi ya Marekani huenda likawa sio zoezi la kudumu, na mafanikio yake inawezekana yasiwe yale ambayo yalikusudiwa na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kama patakuwa kuna kikao katika siku za usoni, maana yake ni lazima mazungumzo yawe ni ya win to win, kama business tunasema kwamba kila upande uweze kushinda kwa kiwango fulani, maana yake sio Iran wapate move yote au Marekani wapate move yote. Kwa hiyo ina maana kuna uwezekano mkubwa lile linalotarajiwa na nchi ya Marekani lisiweze kufanikiwa kwa 100%. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama ni muundo wa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz kimuundo maana yake unapoingia ni lazima upite katika sehemu ya Iran, kulingana na hasa na mazingira yaliyoko hivi sasa. Hata kama utakuwa unatokea katika upande wa Oman, ni lazima mwisho wa siku uingie katika sehemu ya nchi ya Iran. Na hii ni kutokana na kiwango cha vilipuzi ambacho kimetegwa na nchi ya Iran katika eneo husika, kiasi ambacho ili uweze kupita kwa usalama, maana yake ni lazima upate pilot ya nchi ya Iran, lazima uweze kuongozwa na wale wanamaji wa nchi ya Iran kwamba pita hapa na huko usipite. Kwa ina maana katika mazingira ya kuelekezwa na wale wanamaji wa nchi ya Iran, jeshi la wanamaji la nchi ya Iran, moja katika sehemu ambazo ni lazima upite katika kisiwa cha Larak. Kisiwa cha Larak ndio kisiwa cha mwanzo unachokutana nacho ambacho kimewekwa maalum kwa ajili ya Iran kuweza kukusanya pesa yao ya ushuru inaowachaji watu wanaoingia katika ghuba ya Uajemi kupitia katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo maanake safari ya yoyote anayeingia ndani ya ghuba ya Uajemi, ikiwa anakwenda Qatar, Bahrain, Kuwait ama wapi, hawezi kuingia kwenda sehemu yoyote isipokuwa lazima akidhi vigezo na masharti yaliyowekwa na Iran. Kwanza, hakikisha unatoa pesa wanayohitaji takriban kama dola milioni 2, pamoja na kwamba kumekuwa kuna mazungumzo kwamba wakati mwingine inahesabiwa kwa pipa, kwa ina maana kama meli inabeba labda pipa 300,000, kwa maana yake italipa dola 300,000 na mfano wake, lakini kilichokuwa maarufu ni kwamba inalipwa dola milioni 2, ambayo kwa mazingira hayo Marekani imekuwa ikipambana kuhakikisha kwamba hiyo pesa hailipwi. Lakini kwa mazingira ya mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni lazima walipe wa Iran pesa yao ndio uweze kuendelea na safari. Kinyume na hapo, maana yake safari haiwezi kuendelea. Lakini vile vile kuna masharti kama ya matumizi ya pesa, kwamba ili uweze kuendelea mbele na safari, maana yake lazima utumie pesa ya nchi ya China, jambo ambalo limekuwa ni linaumiza kichwa katika nchi ya Iran, lakini ni jambo ambalo kwa hakika katika nchi ya Marekani, lakini ni jambo ambalo kwa hakika maana yake Marekani hawezi kuzuia hizo moves zote kwa yeye kukaa katika sehemu ya ghuba ya Uajemi, kwa kukaa katika sehemu ya ghuba ya Oman, kwa kuzingatia kwamba kinachoendelea mbele kuanzia katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz na kuendelea huko mbele, maana yake ni kwamba Marekani hana uwezo au hawezi kuinterfere katika movement za huko mbele. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona kwamba bado ni challenge kwa nchi ya Marekani, hasa ni uwepo au ushawishi wa nchi nyingine ambazo zina nguvu kubwa duniani. Maana yake nazungumzia nchi kama ya China. Nchi ya China leo hii waziri wake wa ulinzi Dong Jun ametoa kauli akisema kwamba blockade ambayo imefanywa na nchi ya Marekani haihusu nchi ya China. Maanake nchi ya China hailazimiki kufuata maelekezo ya nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba nchi ya China yenyewe ina makubaliano maalumu na nchi ya Iran ya kibiashara. Kwa hivyo meli za nchi ya China zinapokwenda katika eneo la ghuba ya Uajemi kwa ajili ya aidha kuchukua mafuta na mfano wake, maanake hakuna ambaye ana haki ya kuweza kuizuia meli ya China. Na hilo limeendelea kuonekana. Meli kama ya VLCC, takriban meli 2 zimeweza kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz kutokea katika nchi ya Iran. Lakini vile vile meli kama ya COSCO ambayo vile vile inasababishwa na nchi ya China imeweza kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz na kuelekea katika nchi ya China, ikitokea katika sehemu ya nchi ya Iran. Kwa hiyo maana yake ni kwamba movement ya meli za nchi ya China zimekuwa zikiingia na kutoka ndani ya mlango bahari wa Hormuz bila interference ya namna yoyote. Na ukiangalia movement hii ya Marekani, maana yake tunasema ni multi-layered movement. Ni movement ambayo imekusanya mambo mengi ndani yake.
Ukiangalia kuanzia Venezuela na upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi ambayo tulizungumza katika video yetu namba 32, move yote inaashiria kwamba Marekani wanaitafuta nchi ya China. Na hata hili la kuzuia kwamba pwani za nchi ya Iran zisiweze kuoperate au kama meli inakwenda pale manake haitaruhusiwa kutoka, manake mwisho wa siku muathirika mkubwa atabaki kuwa ni nchi ya China ndiye anayetafutwa. Katika mazingira ya namna hiyo, iwapo China yenyewe itakuwa imeweza kuvuka katika hicho kihunzi na inaendelea kufanya shughuli zake kama kawaida bila kuogopa amri ya Marekani, tafsiri yake ni kwamba mission inakuwa ni kama haina kazi, au mission maana yake kuna asilimia takriban 30 au 40 ya mission maana yake haiwezi kuwa successful, haiwezi kufanikiwa. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni kiwango cha pressure ya nchi ya Marekani, kwamba Marekani wanaleta sehemu ya jeshi lao katika, au wamepeleka sehemu ya jeshi lao katika maeneo ya karibu na mlango bahari wa Hormuz, maana yake katika ghuba ya Oman. Katika mazingira ambayo Marekani wamekaa, lao pressure yao ingekuwa ni kubwa kwa kiwango hicho, maana yake tungeshuhudia usafirishaji wa mafuta kutoka katika nchi ya Iran kwenda katika nchi ya China kwa kutumia railway, kwa kuzingatia kwamba kuna railway ambayo imetengenezwa kwa mpango wa BRI kwa maana ya Belt and Road Initiative, ambayo ni inakwenda kama kilomita takriban 10,400 kutokea katika nchi ya Iran kwenda katika nchi ya China, maana kupita katika sehemu kama za Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan na kisha kuelekea katika nchi ya China. Hili maana yake ni jambo ambalo lingeshuhudiwa na ni moja katika reli muhimu, kwa kuzingatia hata mashambulizi ya nchi ya Israel katika sehemu ambayo walikuwa wametarget kipindi cha mgogoro wa siku 40 takriban za vita au 42, maana yake waliwahi kushambulia katika sehemu ile ya railway ambayo inatoka katika nchi ya China kuja katika nchi ya Iran. Maana yake ni railway muhimu ambayo tungeshuhudia kwamba sasa imeshindikana kuweza kusafirisha katika njia ya maji, maana yake itumika sasa njia ya railway. Lakini hakuna ushahidi wote wa kuonyesha kwamba hivi sasa kuna, kwa sababu ile wameshaitengeneza ile reli, haijaonekana kwamba kuna ushahidi wa namna yote kwamba kuna reli ambazo zinabeba mafuta kusafirisha kupeleka katika nchi ya China. Maana yake ni kwamba bado kuna access ya nchi kama ya China kuweza kupita na kwenda kuchukua mafuta katika eneo la nchi ya Iran, move ambayo inaashiria wazi kabisa kwamba matarajio ya mafanikio ya nchi ya Marekani kwa 100%, maana yake yanakwenda yakiendelea kupungua. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukijaribu kulitazama ni kwamba nchi ya Iran, katika kauli ambayo ilitolewa na msemaji wa ile department ya Khatamul Anbiya Ibrahim Zulfikar, ni kwamba disruption au ile vurugu ya namna yote itakayofanyika katika pwani za nchi ya Iran au katika meli za nchi ya Iran ambazo zinabeba mafuta na kuyatoa, maana yake ni kwamba hili litasababisha eneo lote la ghuba lisiweze kufanya kazi. Katika mazingira ya namna hii, huweza kupunguza gharama au ile kosti ya athari ambayo inaweza kujitokeza. Maana yake mwisho wa siku tunachokitarajia, kuna nafasi kubwa ya Marekani kuweza kubadilisha mfumo huu ambao umekuja nao, kwa sababu inawezekana usiweze kuweka vizuri. Pamoja na kwamba kwa mambo jinsi yanavyozidi kwenda, inaonekana kwamba kuna baadhi ya au jamii ya kimataifa kwa upande mmoja au mwingine imeanza kuinua sauti zao kuonyesha kwamba uelekeo wa nchi ya Marekani sasa hivi hauwezi kuzingatiwa kama ni uelekeo wa nchi kubwa ambayo inaweza kutoa maelekezo duniani watu wote wakayafuata. Na ndio maana inaonekana kwamba kuna nchi nyingi ikiwemo nchi za Ulaya, nchi kama za Spain na mfano wake, zimekuwa zikionyesha wazi kabisa kwamba hazikubaliani na mwenendo wa nchi ya Marekani. Nchi kama ya Uingereza, jana Keir Starmer amezungumza, waziri mkuu wa nchi ya Uingereza, maelezo yake yanaonekana wazi kabisa kwamba hata hiyo movement ya kufanya blockade ambao Marekani sasa hivi wanaifanya, na wenyewe walikuwa kitamka kwamba nchi kama ya Uingereza itakuja kuungana na sisi katika move hii, lakini Keir Starmer hilo amelikataa. Waziri mkuu wa nchi ya Australia Anthony Albanese naye alizungumza kwamba hilo hawatakuja kulifanya. Kwa maana yake nchi nyingi zimeanza kuona kwamba movement ambayo Marekani amekuwa akienda nayo, maana yake ni movement ambayo bila shaka inawezekana haina uhai wa moja kwa moja, bali madhara yake inawezekana yakawa ni makubwa kuliko faida yake. Kwa hiyo actually tunajaribu kuzitazama athari hizi au kutazama alama hizi, tukiakisi kwamba kuna uwezekano mkubwa move hii ambayo Marekani ameifanya inawezekana isifanikiwe kwa kiwango cha 100% kama vile yenyewe ilivyojaribu kuconstruct, pamoja na kwamba bado ina faida ya
udhibiti wa hazina kama za mafuta katika maeneo mengine na gesi na mfano wake, lakini tunapokuja katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kuna uwezekano mkubwa move ambayo Marekani wamekusudia kuifanya inawezekana isifanikiwe kwa 100%. Lakini bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.